bosi, mimi naomba kuacha kazi. Aise, mambo yamezidi kupamba moto katika tamthilia ya Bomba ya Dunia. Tumeweza kuona kitu ambacho kimeweza kutokea sasa baada ya bidada mke wake Kawina kuweza kumwambia Manyanya kwamba anampenda. Bwana, tulikuwa tunajiuliza kwamba je, Manyanya atafanya nini? Ataweza kuchomoa katika mtego na itakuwaje Kawina kama atajua? Lakini tunaona tukio ambalo Manyanya amefanya maamuzi magumu ambalo ameamua kufanya kwamba bwana, maamuzi ambayo ameona ni sahihi yeye ni kuondoka katika nyumba ya Kawina. Kwa ameweza kuambia kwamba nahitaji kuacha kazi. Sasa je, sijui kwa upande wa Kawina, je, Kawina atakubali Manyanya kuacha kazi au nini ambacho kitatokea? Lakini tuliona namna ambapo mke wake Kawina aliweza kuzungumza na Kawina kuweza kumwambia kwamba haipendezi yeye kumfanya kazi wake kuishi maisha namna hiyo, nguo kuvaa ambazo hazieleweki. Kwa hiyo jitahidi at least mtafutie nguo ambazo zinakuwa ni nzuri, ziendane na hadhi yako, kwa sababu amekaa nje huko nguo ni zile zile kila siku. Lakini tunaona ni kwa sababu tu ya upendo, anataka kuona Manyanya ikiwa smart. Lakini tunaona sasa kama vile wameshakwisha kuchelewa, kwa sababu baada ya jitihada zote hizo tunaona kwamba wakati huo Manyanya amekwisha kufanya maamuzi yake kwamba amedhamiria kuondoka katika nyumba hiyo. Lakini pia tunarudi kwa upande wa pili ambapo tumekutana na Cindy, naye akiwa ametoka baada ya kuruhusiwa na yule mama kwamba aondoke. Lakini pia tunaona tukio baada ya hapo Cindy akiwa ameelekea maeneo fulani kwa ajili ya kupumzika kwa muda. Lakini baada ya hapo anapokea simu kutoka nyumbani kwamba baba yake mzazi amefariki dunia. Lakini baada ya muda akawa amekumbuka kwamba hiyo ni kwa sababu ya makubaliano yake na yule mama kwamba alimwambia utakubali, utaweza kulipa. Sasa kuhusiana na pesa ambazo wamekwisha kutumia, lakini kumbe malipo ambayo alikuwa anazungumziwa ni hayo. Ndio Cindy akaweza kukumbuka. Sasa ilikuwa ni huzuni kwa upande wake kwa sababu hakutegemea kuweza kupoteza baba yake mzazi. Inauma sana. Cindy ni maumivu na vilio, akiendelea kuumia ndani ya moyo kwa tukio hilo ambalo wameweza kupata taarifa kwamba baba yake mzazi amefariki dunia. Ni hatari. Lakini pia tunaona pia kwa upande wa pili ambapo tunamuona mjomba wake Manyasi ambaye amejiingiza katika wimbi la kujiuza. Mwanaume anajiuza, ni hatari. Sasa hivi tukijaribu kuangalia kwa mjomba wake na Manyasi, kwa hii biashara ambayo yeye anasema kwake ni biashara na ni kama biashara zingine, kwa hiyo hapendi kuona biashara yake inadharaulika na mtu yoyote. Lakini tunaona amejaribu kupisha na kauli kidogo na mwanamke huyo baada ya yeye pesa ambayo alihitaji kumpatia kaona kwamba ni ndogo, na baada hapo kwa amepokea oda nyingine akabidi kuondoka. Sasa tunajaribu kuangalia hapa, huyu bwana ni mtu ambaye hapendi kufanya kazi, lakini anaamua kutumia mwili wake kama kipato cha kunyunyizia pesa, kwa sababu ilizoeleka kwamba pia wanawake ndio huwa wanafanya businesses. Lakini leo tunaona na mwanaume pia katika tamthilia Bomba ya Dunia anajaribu kutufundisha kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao hawahitaji kufanya kazi, wanahitaji maisha rahisi kupata pesa bila kuumia, bila kufanya kazi. Sasa tunaona huyu mwamba bwana anajiuza, mwanaume anafanya biashara ya namna hiyo ya ngono. Sasa tukijaribu kuangalia hapo katikati tunaona the situation ambayo inatokea hapa. Lakini tunaona pia turejea kwa upande wa pili ambapo tunakutana na Moody naye. Sasa Moody kwa upande wake tunaona na wale wadada ambao this time tunaona Moody amekuja na muonekano mpya ambao amekuja nao mpaka sasa. Lakini pia tunaona kwamba Moody ameweza kubadilika mno, amekuwa tofauti sana. Kiufupi tunaona mpaka bidada hapo sasa amekuwa ni mtu wa kujituma katika familia hiyo ambayo aliingia. Lakini tunaona bidada anaanza kuvutiwa kumpenda. Sasa sijui nini ambacho kitatokea. Tunaona bidada anaanza kuvutika kumpenda Moody. Lakini Moody this time tunaona amebadilika kabisa, na pombe ameacha, amekuwa ni mchapakazi na anajituma kiufupi mpaka bidada. Lakini sasa najiuliza kitu ambacho kitatokea hapa. Dada ameanza kuvutiwa na Moody, lakini tunafahamu bidada ambaye tangu mwanzo aliweza kumsupport Moody, naye anampenda pia. Sasa sijechua hapo nini kitatokea, lakini kwa muonekano namna ambavyo alikuwa akimtazama Moody tunaona kwamba bidada alikuwa kama na hasira na amechukia, hajapendezwa na kitendo hicho, kuona ndugu yake anamwangalia Moody kimahaba. Sasa sijajua nini ambacho kitatokea, ngoja tusubiri tuone. Je, hawa wadada au
hii familia ya kati dada mtu na dada mtu, nini ambacho kitatokea na nini ambacho utakifanya sijui. Endelea kubaki na sisi, katika channel hii, lakini pia nikukumbusha kama bado hujasubscribe katika channel yetu pendwa hii, fanya kusubscribe hapo ili kuanza kupata video zetu kila siku ipitapo leo bwana. Sasa tuendelee, lakini pia tunaona kuna mambo makubwa ambayo pia yatakwenda kutokea katika tamthilia hii Bomba ya Dunia, kama Manyanya ameamua kuondoka katika nyumba hiyo. Sasa je, nini ambacho unahisi kitatokea? Lakini tumeweza kuona maombi ya mke wake na Kawina. Sasa je, nini ambacho kitatokea na maamuzi yake nini na nini atakiamua? Hamtusubiri tuone nini ambacho kitajiri. Manyanya atafanikiwa kutoka katika nyumba hiyo, na vipi kuhusu maisha ya Mudi? Kwa sababu tunaona familia mbili kati ya dada ndugu wawili wametokea kumpenda mwanaume mmoja. Sasa sijui nini ambacho kitatokea hapo katikati. Je, nani atafanikiwa kumpata Mudi kati ya hawa wawili, na Mudi nani atampokea ndani ya moyoni mwake? Lakini tunakumbuka huyu dada ambaye ni dada mtu mkubwa anatoka na lile jibabu. Lakini pia tunarudi sasa kwa upande wa pili ambapo tunakutana na Kifaru bwana. Kifaru bwana kwa mke wake na Madevu bwana. Kumbe bwana alikuwa na nia yake. Kumbe kumpa pesa na nini, mwisho wa siku baadaye anamwambia bwana, mimi siwezi nilikuwa nakupa pesa kwa sababu nilikuwa napandikiza kitu nikitegemea kesho nitapata chochote kitu. Sasa unavyoniambia kwamba nilikuwa nakusaidia tu kama jirani, hapana. Kwa nini unafikiria ndugu usinao kuwasaidia? Si bora hizo pesa ningepeleka kwa watoto yatima? Mwamba bwana kibosi ile bwana alikuwa anamtamani mke wake Madevu. Sasa ameweza kufunguka, lakini mke wake Madevu ameonekana kuwa mkali sana na kukataa na kupika vikale vitu hivyo. Akamwambia hujui kama mimi ni mke wa mtu? Mwamba anajisaidia, anamwambia hapana, acha utoto bwana, kwani mke wa mtu ndo nini? Baada ya hapo mwisho wa siku tunaona anatoka nje ya gari na kumwambia, kuanzia leo sitaki kuona unanitafuta tena, na sitaki kuona unanipa msaada wako tena, sitaki. Sasa tunaona msimamo wa mke wake na Madevu. Sasa sijajua ni wa muda mfupi au utaendelea msimamo huo, sijajua. Ngoja tusubiri tuone nini ambacho kitajiri na kutokea katika maeneo haya. Lakini tunaona mke wake na Madevu bado anaonyesha msimamo na kuonesha kukaza na kuonesha kumpenda bado. Tulijua kwamba labda kwa vile pesa au zile pesa ambazo alizopewa, kwa sababu pesa of course alizopewa ni nyingi sana, na misaada aliyopewa na huyo kibosi ile ni mingi, lakini pia akishawishiwa na rafiki yake au jirani yake ambaye wanauza katika maeneo sawa hapo, maeneo fulani ya duka. Sasa tunajiuliza kwamba lakini bidada bado ameonyesha msimamo na kuendelea kukaza bila kulegeza usi. Sasa sijui mwisho wa siku je, ataendelea kukaza hivyo hivyo au kuna wakati ambapo atalegea? Na je, vipi kibosi ile hapo, huyo Kifaru atafanya nini? Ataamua kukubali na kuacha yaishi au nini ambacho atakifanya? Tuendelea kusubiri katika tamthilia Bomba ya Dunia katika episode inayofuata, episode ya 18. Nini ambacho kitakwenda kujili? Majibu tutakwenda kuyapata kwamba je, vipi kwa upande huo kibosi ile atakubali kwamba apoteze, na vipi kwa upande wa Manyanya? Je, kazi ataacha kweli na Kawina atakubali aache kazi au nini ambacho kitajiri na kutokea? Tusubiri tuone katika episode inayofuata, majibu tutayapata na tutapata hapa. Niseme asante kwa kuangalia.